ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عباد الله, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukutanisha katika Ijumaa hii katika kuzungumzia al-haikal au al-aqsa au al-haikal. Moja katika mambo ya itikadi ambayo ni wajibu Muislamu kuamini na kuitakidi pia vile vile kuamini Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha manabii na vitabu ambavyo vimeweza kueleza ulimwengu na kueleza mambo ambayo watu wanatakiwa waamini. Na pia kaeleza katika sehemu takatifu ambazo tumezungumzia katika hotuba iliyopita. Moja katika sehemu takatifu tukasema baada ya kuzungumzia kumujibu aya hii au sura hii, sura al-Isra, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Msikiti huu al-Aqsa ambao tumebarikia haula, ma haulahu, haul ambao tutajaribu kufafanua ma haula. Lakini tukawa tumeishia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika hotuba iliyopita amewakutanisha watu wa dini tatu tofauti, kwa wote katika mtizamo wao kuitizama Sham au Baitul Maqdis, kutizama kwa jicho la utakatifu, kwa jicho la utukufu sehemu hii. Watu wote wanashirikiana kwamba Sham ni sehemu takatifu na hasa Baitul Maqdis. Al-Yahud wanaona hivyo, Manaswara wanaona hivyo, na Waislamu pia wanatizama hivyo. Lakini irtibatu hii ya ummatul muslima bidini al-islam al-qawim, walhadha na tukasema irtibatu hii Allah amesema ni nani mwenye haki sasa ya sehemu hiyo, watu wote au kuna mmoja ndio mwenye haki ya kuiona sehemu hii takatifu. Tukasoma katika aya ambazo tumezitangulia, Allah anasema katika ahadi aliyoahidi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, hakika Ibrahim mimi nitakujalia kufanya kwa watu wako ndio kiongozi. Kwa hiyo kwa hali hii satadhullu almafasala ma dhullali alyahudi, kwa hiyo kutaendelea watu kutafautiana pamoja na Mayahudi na Nasara baida wa an ahli al-imani vile vile na waumini vile vile min hadhihi al-ummah al-muhammadiyya, katika umma huu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa as-suraha fahasib, sio katika sura katika mapigano peke yake, bali fi maharibi salah, mufasala unaendelea hata watu wakiwa katika sehemu zao za swala. Walihadha amarana Allah tabaraka wa taala bi istish'ari hadhihi al-maana
Allah ametuamrisha maana hii tuweze kuhisia nayo na kuwa nayo fi kulli salati faridha au nafila, katika swala zetu zote za sunna au za faradhi. Linujaddidu albara'ata minhum, ili tuweze kujaddid, kuifanya upya bara alwala albara minhum wa min adyanihim, kuwa mbali na wao na dini zao albatila. Wanujaddidu almufasala alaqaidiyya, pia ili tuweze kufanya tajdidi upya hakika tofauti itikadi bainana wa bainahum, kati yetu sisi na wao. Fanatluwa fi kulli salati qawla Allah tabaraka wa taala, tunasoma kila swala kauli Allah aliposema baada ya billahi minash shaitani rrajim, ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Falmaghdubi alayhim humul yahud, maghdubi hapa ni mayahudi, والضلال أو الضالون هم النصارى. ضالون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الضالين هم النصارى. na kama sahih alhadith ala hadha, na hadithi imesi nyingi katika hilo. Fanahanu akidu anna ilmania inda alyahud, na hapa tunasisitiza haka ilmania mbele ya Mayahudi, wa inda naswara ilmania ambayo sio dini hizi, inda Yahudi wa Naswara twari aaridhu, ni jambo limejitokeza tu, limeingia, halikuwepo katika swara hii. Wa hiya fi tariqiha ila zawal, ilmania hii muda si mrefu ila zawal itaondoka, liyahulla dina makana, ile dini sasa ikae nafasi yake, ima dini Naswara au dini Yahudi au dini al-Islam, zote ili zikae, kila dini ikae mahala pake sasa tamaman, kama tadhharu alana ilmania fi bilad almuslimin, kama ilmania ambayo imedhihiri katika miji ya Kiislamu vile vile, laisa ila dhahira tari'a wa aridha, wa hiya aidan fi tariqiha ila ikhtifa. Zote hizi ilmania ambayo havikuwepo wala havikutajwa, ni mambo yamejiingiza tu, haya yote yanaondoka. Wa indaha, ikiondoka haya mambo ambayo twaria, hapo sasa sayujarradu saraa bishakli aqaidiyya, sasa itakuwa saraa ni kwa na mapigano yatakuwa ya itikadi sasa, baina alhaq wal alwadhi, kati ya haki ambayo iko wazi, alladhi yumathiluha almuslimuna almuwahhidun, ambao waislamu muwahiduna ambao wao ndio wanaifanyia kazi, wal batil alladhi yumathilu alyahudi wan nasara, na batil ambao pia wanaifanyia kazi alyahudi wan nasara. Wasatakunu ardhu Ibrahim, sasa mzozo huu utakuwa mwisho ni ardhi ya Ibrahim alayhi salatu wasalam, hiyo sahatu dhalika sara. Mzozo huu na utafauti hii na mapigano haya itakuwa huko, walladhi yuarifu almuslimuna bikalimati wahid. Mzozo huu na mapigano ambao Waislamu anaelezea kwa neno moja tu, tusama aljihad, itakuwa huko akhir zamani, mwisho huu yatakuwa katika hali hiyo. Walihadha, kwa hali hii sasa naqul la yanbaghi an nanzura ila al-amr nadharatan juz'iyya, haifai kutizama jambo nadharatan juz'iyya, ya tutizama kwa mtizamo mfinyo mdogo. Fal ardhu bi akmaliha, ardhi kwa ukamilifu wake, muqaddasa inda al-yahudi wa nasara, ardhi kwa ukamilifu wake ni tukufu mbele ya Mayahudi na Manaswara. Wa hum yataharakuna li ajli, na wote wanafanya harakati mbalimbali kwa ajili yake, wifqa tasawwur musbaq wa mu'taqadi qadim, kufuatana sura iliyotangulia na itikadi yao ya mwanzo. Madha atani al-Quds inda al-yahudi, Mayahudi wakisema al-Quds wanakusudia nini? Fa inna al-yahud ikhwani fillah, kama tulisema mtu Muislamu hatakiwi kutokujua anna al-yahud laha dini, Mayahudi wana dini, Wanasara laha dini pia, na wao pia wana dini vile vile. Haka Mayahudi kwa mujibu wa dini yao yutlaquna, wanaikizama Qudus inda yutlaquna, wanasema au kwa jina inajulikana kama Urushalim. Ai maana gani? Yani Madinatu Salam,
wanaita ni Orshalem au Orshalem, maana yake Madinatu Salam, mji wa amani, alladhi sayaquduna al'alama minha tahta qiyadati Malki Salam. Ulimwengu mzima sasa utakuwa chini ya kiongozi ambaye wanaita Malku Salam. Hakadha nasabu ili Taurati, kama hivyo ndio Taurati walivyoinasibisha inayozungumzia hivi. Wa fi Taurati kam kathir, katika Taurati kuna maandiko mengi min alhadithi anha kuizungumzia hii, haithu dhukrat fiha nahu 608 marra, imetaja Orshalem mara 80, mara 680. Neno hili limetajwa katika Taurati mara 680 Orshalem au Orshalem. ويطلقون اليهود ايضا على القدس ايضا سيهوني السهوني, pia wana jina lao la Qudus pia wanasema Siyuhun, Sahayuni maana yake pia inaitwa hiyo, nisbata ila aljabali almawjud fiha, kunasibisha katika mlima ambao upo ambao unaitwa limusamma bihadha alism, mlima huo ambao unaitwa kwa jina hili ambao unaitwa Suhuyuniya, alladhi intasaba ilayhi alharakatu suhuniya, ambayo harakati hizi za suhuniya zimeanzia hapa. Wayatulquna ala alqudus aidan kama fi Taurati, na pia alqudus mayahudi kama katika Taurati wanasema ni Madinatu Ilah, ni mji wa Ilah, mji wa Mungu kwa mujibu wao. Wa Madinatul Adli, au unaitwa mji wa uadilifu. Wa Madinatul Haqq, au unaitwa mji wa haki. Wa Madinatu Shabullah al-Mukhtar, au ni mji ambao unaitwa taifa au watu ambao waliochaguliwa na Allah, watu wa Mungu maana kwa mujibu wao. Wa kullu hadha al-maani, maana yote na majina haya yote kuangalia Qudus tushiru ila ma'za wahida, inaashiria katika sehemu moja tu ikhwani fillah, na irtibatu tilka almadina bila aqida. Mji huu Qudus unaambatana kwa mujibu wa Israel ni jambo la itikadi, wa sharia ni jambo la sharia kwa mujibu wa sharia al-yahudia, haithu faradat tilka sharia ala al-yahudi, haika sharia kwa mujibu wa Taurati imefaradhishwa kama Yahudi ayahuju 3 marat, kwenda kuhiji mara 3 kwa mwaka. Wayatajihu duna ardhi ghairaha, na kuelekea huko pasina ardhi nyingine. Mtume alipokuja alikuta kibla ni watu wanaelekea huko, ikawa wao wenyewe kama ambao tutaona baadaye huko. Kwa hiyo wanapoitizama al-Qudus kwa mujibu ni jambo la itikadi, ni mji mtukufu, ni kibla chao, bali ndio mamlaka yao makuu. Ninyi sasa mmepora kwao. Wanahiji mara 3. Haitha shurida al-yahud anitilka, walipofukuzwa mayahudi katika huo mji, wadumira al-ma'bad al-mutakhadh al-qibla, na ikavunjwa ile maabadi ambayo ilikuwa tayari sehemu ambayo wanaelekea kama ni kibla chao, ilipovunjwa ambayo tutaiona baadaye. Duna ayastatiu al-auda fiha au iadati bina'i al-ma'bad, pasina kuweza kurudi au kujenga kibla chao ambacho tutakiona April 2000 am, zaidi ya miaka 2000. Fahali yashulu alaihim, je itakuwa ni wapesi juu yao ikhwani fillah, baada anaadu, baada ya kurudi ilaiha katika sehemu yao, wa ayatanazalu kullaha, waachie Qudusi yote, au baadhi au waachie baadhi, liqaumin akharin, kwa watu wengine, yuriduna ayatakhidhuhu asima, wanataka kuifanya Qudusi ndio mji wao mkuu. Hal sayuqaddimu alyahudi hadhihi almadina, hivi mayahudi watawaachia mji huu almuqaddasa indahum, mji mtukufu mbele yao, alladhi intazi'uha bidima wadumu, ambao wameweza kupata kwa machozi na kwa damu, likaumin adhauha, wawape tena watu waliweza kuupoteza mji huu, wahumul arab, nani wa arabu ambao waliupoteza wakaufanyia tofauti, fi ayami baada ma hafadhu ajdadahum, baada ya kuhifadhi mji huu babu zao tuilatul qurun, karne nyingi zilizopita aladida. Innal ladhina yatasawwaruna anna alyahuda
wanaweza kuleta sura na kufikiria kama Yahudi, sayufarrituna fil Quds, wataiachia al-Quds au fi ahadi shartain li salih al-arab, au taacha baadhi ya sehemu waache eti Waarabu ambao ni watu wema wacha Mungu, yaishuna wahaman kabira, wanaoishi kama Mayahudi wanaweza kaacha sehemu kwa Waarabu, wanaishi katika hali ambao wametatizika vikubwa, wahum makhdu'un au muhadaun. Inawezekana ima wao wamedanganyika au wamedanganywa. Fil Qudus fi mu'taqadi al-yahud, Qudus kwa mujibu wa itikadi ya Yahudi, kullu la yatajazza, yote la yatajazza, fahum la ya'tarifuna bitaqsimiha, hawakubali kabisa kuigawa kwamba hii eti ya Palestina ya Palestina alafu ibaki ya kwao, ila gharbiyati lil-arab, magharibi kwa ajili ya Waarabu, masharikiyatu lil-yahud, mashariki hiyo kwa ajili ya Mayahudi, ila hawakubali wao. Bali hiya madinatun wahida, bal Qudus yote al-Jasham ni mji mmoja, la tukbalu au la takbalu ziada wala takbalu tajazza, haikubali kuzidishwa wala haikubali kugawika. Fi Talmud, kwa mujibu vitabu vyao, sasa sikilizeni, katika Talmud, anna al-Qudusa tatawassa fi akhir zaman, Qudus itatanuka mwisho zama kwa mujibu vitabu, hatta tasula ila Dimashq, mpaka itafika Damascus. Wasawfa yaati almanfiyuna li, na wala ambao Mayahudi waliofukuzwa wote wataogoletwa liuqima khiyamahum fi, ili waweze kukaa katika mji wao. Wakallama rais wizara sabiq, na aliweka wazi pia rais aliyotangulia Netanyahu ilania daula aliyahudia kuitangaza dola hii fi fitrat hukumihi aswad, kama dola yao, na kama alivyotangaza pia Trump pia. Kwa hiyo kwa hali hiyo sasa, fa inna lilqudus ikhwani fillah makanu mustaqbalia, Qudus ni sehemu ya baadaye kwa mujibu wa Yahudi fi turatha dini al-yahudi, katika mambo ambayo ni moja katika mambo katika dini, mambo mazuri katika dini ya Mayahudi. Fa hiya satakunu asima al-masih al-khalas, itakuwa ndio mji mkuu wa Masih, mji mkuu utakuwa ni huu al-atiya min nafsi Daudi, ambaye atakuja katika upande wa Daudi, kama yazumuna wa yatakiduna, kama wanavyodai na kuitakiti. Na tulisema wote tunashirikiana kuhusu kwa Ibrahim. Waislamu wanamwona Ibrahim ni baba yao wa imani. Mayahudi nao wanamwona Ibrahim ni baba wa imani. Manasara nao wanamwona Ibrahim ni baba wa imani. Maana watu wote mnashirikiana katika baba huyu. Sasa ikiwa hali ni hiyo, Ibrahim ndio amemzaa Ishaq. Ishaq ndio akazaa Yaqub ndio anaitwa Israeli. Watoto ya Yaqub ndio wanaitwa Banu Israeli. Kwa hiyo wanatizama mnapokonya katika utukufu wao, kwa sababu wao ndio hakia, wana haki, kwa sababu kwa kuja Ishaqa, kuja kwa Yaqub, na sisi ni Bani Israeli. Al-Yahudi ni dini, wao ni Banu Israeli, wana wa Yaqub. Nyinyi Waarabu ingilia wapi? Paka mseme Kudus ni ya kwenu, na paka mseme Palestina ni ya kwenu. Kwa hiyo katika hali hiyo Qudus, walihadha yutlaquna alaiha ism shahina, kisha al-Quds wanaielezea, wanaiita ashahina. Shahina ina maana gani? Ai malakutu alladhi sayatana'am minhu al-alam, utakuwa kiongozi ambao ni sehemu ambayo umma na ulimwengu utaneemeka, au sayahkum minhu al-alam, au ndio sehemu ambayo ulimwengu utahukumiliwa na hukumiliwa katika hilo. Wajaa fil ajada, imekuja katika ajada ni nini? Wal ajada hiya janibul qasas ash-shafawiyya, ni upande wa visa ambavyo vimezungumziwa kwa mdomo. Fi Talmud, katika Talmud ama Taurati, ma nas saati al-yahud ila al-Quds,
wasayakhudhunaha wayamtali'u hududaha bitharwa, kwamba imekuja katika Talmud, hakika sayati al-yahud ila al-Qudus, mayahudi watakuja al-Qudus, wasayakhudhunaha, na wataichukua, wayamtali'u hududaha, na itajaa mipaka yote, bitharwa, utajiri na mambo mazuri. Wajaa fi tafsiri Taurati maanasu, imekuja katika tafsiri ya Taurati kama ifuatavyo kuizungumza Orushalim. Anasema Orushalim wakaannaha makanun alladhi sayfidhu bil khairi minas samaa. Orushalim ambayo ndio Qudus ni sehemu ambayo khairi nyingi zitakuja kutoka mbinguni. Wayuwazziu ala baqiyati alalam, khairi hizi zitagawiwa katika baki ya ulimwengu, watu wataneemeka duniani kupitia mji huu. ومن لافتة النظر إخواني في الله أن اليهود يعتقدون كما جاء في كتبه المقدس، ما يهود wanaitakidi kama ilivyokuja katika vitabu vyao vitakatifu maana anna al-Qudus satalu aswaraha hatta la tasil ilaiha quwa dhalim adhulam. Hakika Mayahudi tayari pembe zao, kuta zao zote na nguvu yao itakuwa kubwa mpaka hakuna nguvu ambayo itaufikia. Wasatakunu makanan munasiba litahia i'adatihim ila taqwa, itakuwa ndio sehemu munasiba kuwarudisha Mayahudi katika ucha Mungu. Sehemu hiyo hii ni kumujibu Mayahudi wanavyoitizama al-Qudus. Na tutakuja na Israeli al-Kubra sasa, kwa sababu ni maana tunazienda zitakuja katika silsila hiyo. Kwa hiyo Qudus wanaiangalia hivyo, na sisi tunaiangaliaje al-Qudus tutaiona. Sasa ikiwa hali ni hiyo, kuna Israeli al-Kubra pia. Tuje katika hii maudhu, alafu kama hii ndio Qudus wanaiangalia, je, Israelatul Kubra ni ipi kwa Mayahudi? Fa innal mutatabbiya ila masadir al-yahudi al-aqadiyya, anaofuatilia katika machimbuko ya Mayahudi katika mambo ya itikadi, wa mukhattatatihim siyasiya, na mipanga yao na jamaa zao za kisiasa, sur'an ma yaktashif anna Israila al-Kubra, kwa Israeli kubwa laisa hiya Baitul Maqdis fahasib au faqat, sio Baitul Maqdis tu, wala ardh ash-Sham fahasib, wala sio ardhi ya Sham tu, innaha akbar min dhalik, ni kubwa kuliko hilo. Innaha al-ardhu min nahri an-Nil ila nahri al-Furat, ni ardhi kutoka nahri an-Nil mpaka nahri al-Furat. Hii yote kwao ndio inaitwa Israelatul Kubra. wa innahu la ishkala ikhwani fillah, na hapa hakuna mushkili ndugu zangu, fi wifqi manhaji ar-rabbani, kufuatana na manhaji ya Allah subhanahu wa ta'ala, ayutu ya Allah azza wa jalla wa'du bitamkin, Allah awape ahadi aliyoahidi nani ambaye ataikaliwa hiyo Palestina, liibadi salihin, Allah amewapa waja wake wema. Hadhi sunnatu ilahiyya madhiya, hii ndio sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah anasema walaqad katabna fi zabur min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun. Haka tumeandika katika dhikri, katika zabur min ba'di dhikri anna al-ardha, haka ardhi yarithuha ibadi as-salihun, ambao watakairithi ardhi Allah asema ni ibadi ya salihun, waja wangu wema. Wala ishkala aidan, wala hakuna mushkili vile vile fi an yakuna salihuna min bani Israil, kupatikana watu wema katika bani Israili, wawe ndio mahala wa ahlan, hii ardhi hiyo ndio ya kwao, wala hakuna mushkili. Yasekana wanaokusudia katika salihun hiyo Mayahudi ni katika watu wema, hatuna mushkili. Hata kama atatawala Myahudi kumdo kuwa ametekeleza ahadi, ni mtu mwema, hakuna mushkili kwetu. Sisi hatuangalii ardhi kwamba ni ya Mwarabu, wale Yahudi wala nani, anatakiwa awa ibadi ya salihun, hakuna mushkili katika hilo. Pia
wala pia hakuna mushkili pia katika ahadi hadha alwadi ayaman kanu mufaddalin ala alalamin, katika ahadi ambayo ilikuwa Allah aliwafadhilisha mayahudi kuliko dunia nzima. Amma alishkalu alkabir, ima mushkili mkubwa, fahuwa an tuharifa tilka nusus, kugeuza dalili hizi litadhulla marbuta bil yahud irtibatan abadiya, iendelee eti ardhi kwa mayahudi milele, sawaun istaqamun au iwaj, sawa wamenyooka au wamepinda, bado eti ardhi hiyo ni yao. Tatizo itakuwa liko hapo. Fakaifa tusnadu al-imama fi dini, vipi kutategemezwa kiongozi katika dini ila qaumin qad kharaju min istifa wal ikhtiyar, apewa mtu ambaye ametoka katika kuchaguliwa na katika ubora vile vile. Na Allah anasema inni ja'iluka lin-nasi imama Ibrahim qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadi adh-dhalimin. Istifa. Sasa itakuwaje wapewa uongozi huu katika watu ila lana wal ghadab, watu waliolaaniwa na kukasirikiwa? Wa hadha fil haqiqa huwa asasul qadhiya, hii ndio msingi wa kadhia hii. Walubul mushkil, na pia ndio mushkila ambayo kiini cha mushkila allati lam yafhamuha wala yastati' ta'amula maha illa man faqiha sunan al-ilahiyya, amba ndio mushkil, ndio kiini cha mushkila ya matatizo ambaye hawezi kufahamu isipokuwa wala kwenda na hiyo, isipokuwa yule ambaye aliopewa ufahamu kwenda na sunna za Allah subhanahu wa ta'ala wa dhawabiti diniya, na misingi ya dini allati tanazzalat fi kutubi samawiyya, iliyoteremshwa katika vitabu kutoka mbinguni. Amma iktisaru fi kalami ala alhuquqi tarihiyya, ima watu kwanza kuzungumzia sisi ndio wenye haki, Al-Quds ni yetu, Palestina ni yetu, kwa sababu eti haki za kitarehe za historia al-asbaqiyya zilotangulia, waliotangulia kuishi ni kina nani kihistoria, wal maishia au al-hijrat al-qadima wal hadith, au nani aliyowahi kuhamia hapo, ni sisi. Hadha sha'an man lam yafham, hili jambo ambalo mtu hawezi hataki kufahamu wala yuridu an yafham, لأن الخطابات العربية طوال السنين الصراع. Hakika lugha ya Kiarabu imekuja, Qur'ani imezungumza kwa lugha ya Kiarabu, maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam yamekuja kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo hapa sasa tatizo linakuwa ni mtu ambaye hataki kufahamu, na turaddidu utuhuha mamjuja balha taqul inna al-arab hum awwal man sakana. Waarabu wanasema, wakati mwingine akisema kwamba Palestina yetu, Waarabu wanasema Waarabu ndio watu wa kwanza waliowahi kuishi Jerusalem. Waarabu sisi ndio wa kwanza kuishi kabla majii bani Israeli ilaiha, kabla bani Israeli hawajafika, hawajakuja. Walihadha fahum ashabu alhaqi tarikhiyya fiha, wa hali hii Waarabu ndio wenye haki ya historia, wao Palestina ni yao. Wa hadha al-amr, na kwa jambo hili sasa yumakkinu lili yahudi, pia linawapa nafasi mayahudi anfusahum al'an ayadau haqiyatahum, na wao kudai kwa wao ndio wenye haki bi Misri, wao ndio wenye haki Misri pia, allati yashu qabla fathi al-islam, ambao waliishi kabla ya ufunguzi wa Kiislamu. Wayumakkinu aidan lin-nasara, pia inawapa nafasi pia manaswara al-aqbad kadhalik min babi al-aula ayadau kudai haqiyatahum hadha al-haq, wao ndio wenye haki katika ardhi hii. Pia inawapa na watu wengine nafasi hii, kila mmoja kudai hii sehemu yeye ndiye mwenye haki. Sasa nani akutatua mzozo huu? Umoja wa Mataifa tangu uanze kutatua mzozo mpaka leo haujatatuliwa, na watu wanaendelea na hali bado ni ngumu. Nani akutatua huu mzozo? Mwenye haki ni nani? Walakin alhaqiqa allati nadinu Allah biha. Sasa sisi tuamini nini sasa? Hakika ambayo sisi tunamwabudu Allah, anna alhaqa fi wirathati al-ardh al-muqaddasa, mwenye haki ya kuirithi ardhi hii tukufu, bal fil ardh kulliha yarju ila thabati ala din, ni mtu atakayethibiti katika dini, watamassuku bi shariati Allah azza wa jalla, na kushikamana na sheria za Allah ambazo mitume wote walikuja nazo.
waduhulu fi rakbil mu'minina, aingie katika nafasi yeye ni muumini, kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema katika Qur'ani vile vile katika surati An-Nur, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim, mpaka mwisho wa aya. Kwa hiyo mwenye haki aingie katika kundi la waumini. Kisha katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema vile vile, mwisho aya imekuja, wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Wa'ada Allahu, Allah anaahidi, ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameahidi ahadi hii katika Qur'ani kwa mujibu wa Uislamu, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati. Nini? La yastakhlifannahum fil ardh, atawatawalisha katika ardhi kama istakhlafa alladhina min qablihim waliyubadilannahum min ba'di khawfihim amna yabdunani la yushrikuna bihi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Atakayekufuru katika baada ya hapo, huyo atakuwa yeye ndio fasik. Kwa ahadi ya Allah, nani mwenye haki katika ardhi? Ni yule atakayemfuata Ibrahim, atafuata wema alivyokuwa Mtume alayhi salatu wasalam. Na kama tulisema, watu wote tunashirikiana kumwangalia Ibrahim kama ni baba katika imani. Kisha Allah anasema kumwambia Musa, qala ni Musa, Allah anawaambia kuhusu kumwambia Musa vile vile, na Musa kuambia watu wake. Qala ta'ala, qala Musa liqaumihi, Musa alisema kuambia watu wake, istainu billahi wasbiru, takeni msaada kwa Allah na msubiri. Wakati tayari wanateswa na makucha ya Firauni wakati ule bado Israeli. Kisha Allah akasema, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi, haki ardhi hii anamridhisha Allah mtakaye katika waja wake, wala akibatu lilmuttaqin, lakini mwisho mwema ni kwa wacha Mungu. Surati Araf. Lidhalika fa inna banu Israili kama sakanu tilka al-ardh, bani Israili kama walivyokaa katika ardhi hiyo, kabla al-lana wat-tard wal-ghadab, kabla hawajalaaniwa na kabla hawajafukuza na kabla Allah hajawakasirikia, kama tunavyosema katika Qur'ani katika sura kila siku, ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin. Maghdub ni wa Mayahudi. Kwa nini Allah amewakasirikia? Umejua haja ukaipotosha. Katika Taurati imeandikwa kuna mtume wa mwisho ambaye anaitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwisho baada ya kumjua kama Allah anazungumza katika surati al-Baqara, wakamfanyia waadui. Na baadhi katika ahbari, katika wanachuoni wa Bani Israeli walikuwa wanakuja pia, na wakati huo wanaisoma na tayari wanasema huyu ndio mtume ambayo ametajwa katika Taurati, ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na yote hayo, hawakutaka kufuata haki, hali ya kuwa wanaijua, wakaitwa al-maghdubi alayhi. Allah akawakasirikia kwa hilo. Kwa hiyo kwa hali hii Bani Israeli kabla ya kufukuza na kulaaniwa, kanu ahaqqa biha min alwathaniyin alarab, walikuwa ndio wenye haki katika ardhi kuliko hawa watu ambao washirikina wa Arabu. Kabla hajakuja Mtume alayhi salatu wasalam, Waarabu walikuwa washirikina. Kwa hiyo Mayahudi wao ndio walikuwa na haki katika hii ardhi, sio Waarabu. Sasa Waarabu ni washirikina wakati ule, walikuwa hawastahili. Lakini thumma lamma tajarrada al-yahud an wasfi salah, Mayahudi walipoacha sasa kuwa watu wema, wadahala al-arab fi din al-haq, Waarabu wakaingia katika dini ya haki, warathahumullahu ta'ala ardhul muqaddas, Allah akawarithisha ardhi hii al-muqaddasat, yahmuha ya'budullah fiha, ili waihami na waabudu Allah. Walakinna al-yahud al-maghdubi alayhim kad hajaru wasfi salah, Mayahudi wameacha kuwa wao ni watu wema fuatana nafsi zao, fahum bizamihim aljinsi salih, kwa sababu wao wanadai kwamba wao ndio jinsi as-salih, watu wema, wao bado wanadai wema huwa nao. Na washabul mukhtar, na wao kwamba ndio taifa teule la Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah anazungumza katika surati Jumu'ah pia kwa Mayahudi kwamba
kama nyinyi kweli kama ni auliya Allah wa ahibba'u fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin. Hebu tamanini kufa kama ni kweli. Kama nyinyi kweli mnadhani kama nyinyi ni katika auliya Allah, ni katika shabullah al-mukhtar, tamanini kufa. Allah asemaje? Wala yatamannawnahu abadan, hawezi kutamani kufa katika surati. Kwa hiyo sifa ya kuwa nyinyi watu wema ikawa imeondoka kwa. Lakini wao wanaitakidi bado shabullah al-mukhtar wal ummatu al-muqaddasa ala al-dawam, na ni umma ambao Allah ameupa utukufu wa milele. وهم لذلك وهذه sasa yarbituna ardhul muqaddasa bishabil muqaddas, ardhi takatifu na wao pia ni watu watakatifu. Kwa hiyo wao watu watakatifu na ardhi ni ardhi takatifu. Kwa hali hiyo wako hivyo au Mayahudi. Walidhalika fa innahum yusammuna ardh al-maw'uda, wanaita ardhi hii ndio ardhi waliahidiwa bi ardh rabb, pia wanaita hii ardhi ndio ardhi rabb. Kama warada fi sufri isha, kama ilivyo katika sufri isha, yusammunaha aidan al-ardh al-mukhtar, kisha wanaita ni ardh mukhtar iliyochaguliwa. Fa kama annahum humshabullah al-mukhtar, kama ilivyokuwa wao ndio taifa teule la Allah, fa inna Israil hiya ardh al-mukhtar, na Israili pia ndio ardhi iliyochaguliwa, allati ikhtara rabb, ambaye amechagua rabb Allah subhanahu wa ta'ala amechagua. Kama yasfuna bali wayatakiruna al-yahud anna rabb subhanahu wa ta'ala, wanaitakidi haka rabb subhanahu wa ta'ala yaskunu Urushalim, pia wanaitakidi huyo Allah au huyo rabb anakaa Urushalim. Kama jaa fi sihaha Zakaria, kama ilivyokuja katika Zakaria, sihaha Zakaria maanasu imekuja hivi: tarannamu wafrahi ya binti Suhyuni lianni ha ana dha ati wa askunu fi wasataki wa rabb yarithu yahuda nasibahu min al-ardh al-muqaddasa wa ikhtara li nafsihi Urushalim. Imekuja hivi, imekuja katika Ishha Zakaria, imekuja hivi tukifasiri: tarannami wafrahi ya binti Suhyuni, mfurahi. Sasa tunasema Suhyuni pia ni moja katika haraka Suhyunia. Furahini enye Mayahudi au enye sahahina, lianni ha ana dha ati, mimi nakuja muda si mrefu, wa askunu fi wasataki, na katikati yako, wa rabbu yarithu yahuda nasibahu, na huyu Mola atawapa Mayahudi nafasi yao na sehemu yao, min al-ardh al-muqaddasa, katika ardhi takatifu, wa ikhtara li nafsihi, na huyu Rabb mwenyewe amechagua kwa nafsi yake Urushalim. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Hii ni moja wasema katika ardhi takatifu, ni jambo la itikadi. Wao wanaamini hivi na wanaitakidi hivi kwa mujibu wa vitabu vyao. Na nasara hivi na Muislamu nao unaitakidi nini? Ndio anwani ya kwamba jambo la itikadi ndio tunazungumzia Isra wal Miraj vile vile, na sura kamili hii: subhanalladhi asra bi 'abdihi layla min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wa atayna Musa al-kitab waja'alnahu hudan li bani Israil. Kisha ikaja wakadhaina ila bani Israila fil kitab la tusilunna fil ardi marratayn walta'alunna uluwan kabira fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajazu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakumul karrata alayhi wa amdadnakum bi amwalin wa banin waja'alnakum akthara nathira in ahsantum li anfusikum wa in as'atum falaha fa idha jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra waliyutabbiru ma'ala takbira. Utaona katika surati Isra ala namna gani Muislamu anatakiwa aamini nini katika hiyo ardhi muqaddasa, na wao kwa mujibu wa vitabu vyao pia wanaamini ni masala aqaidia, ni masala itikadi. Aqulu qawli hadha billahi.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد. Ikiwa jambo ni hivyo katika kuzungumzia sehemu takatifu ikiwepo ni Palestina au sahihi katika lugha ya sharia ni Al-Aqsa. Ardhi inaitwa Al-Aqsa au Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Sehemu hii Baitul Maqdis kama ambavyo tuona sasa na sisi Waislamu nao wanaamini nini katika hii Baitul Maqdis. Kisha tutarudi pia kwa Mayahudi pia kwa mujibu wao ardhi yao takatifu pia kwa mujibu wa vitabu vyao inaishia wapi, ambao kwa mujibu wa Taurati inasemaje. Tuanze kwetu sisi pia. Tuanze na katika baadhi ya aya ambazo zimekuja kauzungumzia ardhi hii. Ardhul Mubaraka. Na sisi tunasema Baitul Maqdis au Sham inaitwa Ardhu Mubaraka. Zimekuja aya 6 kuizungumzia ardhi hii. Wal Ardhul Mubaraka ardhu Sham. Ardhi iliyobarikiwa ni ardhi Sham. Tusimama naqifu ma hadhihi al-ayat. Tusimama pamoja na aya hizi ambayo warada fiha idhafatil baraka ila Allah, ambazo zimekuja baraka ardhi iliyobarikiwa ikaegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallati hadahu Allah azza wa jalla intilaqa min al-ayati allati warada fiha al-baraka lil-ardhi Sham. Amba aya ambazo zimeelezea ardhi iliyobarikiwa, ardhi ya Sham. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Al-A'raf aya 129. Allah anasemaje katika aya? Qala ta'ala wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru. Aya kwanza imetaja barakna fiha. Kisha surati Isra Allah anasemaje ambapo tunazifasiri hizi aya? Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawla. Barakna ardhi imebarikiwa haula. Tutajua haula ni kitu gani ambacho viko pembezoni mwake ambavyo vyote vimebarikiwa. Kisha katika surati Anbiya aya 7 Allah anasema wanajainahu wa Lutan ila al-ardhi allati barakna fiha lil'alamin. Anamzungumzia Nuh alayhi salatu wasalam. Kuna neno barakna fiha lil'alamin. Kisha ukija pia katika surati Anbiya pia Allah anasema fajalnahu, kuzungumzia vile vile surati Al-Anbiya aya 81. Allah anasema kumzungumzia Suleiman wala Suleimana riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Imekuja neno barakna fiha. Kisha ukienda mbele utakuja fajalna bainahu wa bainal qura allati barakna fiha qura zahiratan katika surati As-Saba. Sote utaona ni aya zinataja kuhusu baraka ya ardhi. Kwa Muislamu anaamini barakna. Kwa hiyo tuamini ardhi hizi ni ardhi hii ni ardhi barakna, Allah alibarikia. Kabla hatujakuja katika hadithi ziko nyingi, lakini kwanza tuendelee na hizi aya. Kwa neno baraka imetajwa neno baraka. Fa kalimatu barakna awala min nahiyati al-fi'l, upande wa fi'l ni fi'l madhi. Barakna musnad ila dhamir, fi'l madhi ambayo imeunganishwa na dhamiri barakna, wa dhamiru yaudu ila Allah, na dhamiri inarudi kwa nani? Kwa Allah. Manake aliyoibarikia ardhi hii na kuifanya tukufu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakna fiha kwa mujibu wa lugha vile ai barakaha mubaraka fiha. Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya ardhi kuwa na baraka na watu waliomo ndani ya ardhi baraka fiha vilivyomo. Fahadhi al-aya tuqarrir anna ma hawla al-masjid al-aqsa. Aya hii inarudia na hakika vilivyo pembezoni mwa Masjid al-Aqsa mubarak, vyote vimebarikiwa, yani ardhi Sham.
yani ma haula ardhi Sham imebarikiwa. Wa ya ardhi albaraka alladhi barakna haula, ni ardhi ya baraka Allah ameibariki na vilivyo pembezoni mwake. Ma haula Baitul Maqdis, vilivyo pembezoni mwa Baitul Maqdis, wa ma haulahu Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa vile vile laisa maqsuru ala Filistina bal biladu Sham biaqalimiha al-arba'. Barakna haishi katika Palestina peke yake bali katika sehemu 4: Filistin, wal Urdun, wa Suria, wal Lebanon, sehemu hizi 4. Hadha kulliha ardhu Sham. Yote kwa mujibu wa historia na nini inaitwa ardhi Sham. Ardhul baraka ni ardhi ya baraka iliyobarikiwa. Wa hali intilaka min hadhihi al-aya, tukiangalia aya hizi kadhalika qaulu Allah azza wa jalla kama Allah alisema wa najainahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil'alamin, tumebarikia katika lil'alamin kwa ulimwengu mzima. Wal kalamu huna an Ibrahim, hapa nazungumzia Ibrahim ametolewa akapelekwa katika ardhi, kutolewa Iraki kupelekwa katika ardhi ambayo alibarikiwa nayo ni ardhi Sham. Wala shaka anna hadhihi al-ardh hi ardh Sham, biladu Sham ni ardhi ya Sham. Kama Allah alisema wa Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardh allati barakna fiha. Wasema katika sura As-Sad, Sulaiman alikuwa na ngamia ambayo ndio alikuwa akitumia kama usafiri wake, kama watu wanaotumia magari hivi sasa. Siku sasa akawa anaziangalia zile ngamia zake hata tawarat hijab, paka jua likazama, hakuswali swala ya dhuhuri ya alasiri. Kisha akawa kuja kuangalia hawa wanyama wamenishughulisha mpaka nikaacha kufanya ibada. Akaazimia awachinje wote au sadaka. Akawachinja wote. Baada ya kuwachinja wote, Allah akampa badala. Akampa wali Suleimani riha. Allah akampa Suleimani upepo sasa. Upepo utajiri bi amrihi, unapita kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukamwambia hadha ata'una famnun am amsik bi ghairi hisab. Suleiman, tumekupa zawadi yetu hii, usafiri wetu huu, utumie. Pia unaweza kumpa lifti umtakaye. Zakana kama tayari unaweka tu kamswala kako hapa, upepo unakurusha dakika 2 huko Israeli au huko Amerika huko. Anaweza kumpa lifti amtakaye. Na kama ilivyokuja katika kisa ambacho kipo, nadhani kitanirefusha kwenye maudhui yangu. Kwa hiyo hakika Suleiman ria alikuwa na upepo. Sasa fiha annahu qad anja Ibrahim wa Lutan, Allah amemwokoa Ibrahim na Lut kutoka katika miji hii ya kufar ila katika ambayo fi biladi ya Iraq, akapelekwa katika ardhi allati barakna fiha wa hiya ardhi Sham, na ni ardhi ya Sham vile vile. Fakanat asimatu Suleiman, ardhi ya Sham ikawa ndio makao makuu ya Suleiman alayhi salatu wasalam, wa ya Baitul Maqdis, na ni Baitul Maqdis. ومنها من هذه البلاد من هذه البقعة katika sehemu tukufu hakambia bikan kathira, akahukumu sehemu nyingi fi bilad almujawara, katika miji ambayo ilikuwa iko karibu na yeye. Wakumbuka hata kisa ambacho cha yule mfalme anaitwa Balkis wakati wa Daud, wakati wa Suleiman. Yeye alikuwa ni mfalme akiwa Yemen. Saba manake ni nchi ya Yemen. Akawa ni mfalme, anatawala, anafanyaje, na alikuwa na kitu kikubwa, lakini anaabudu asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ufalme sasa wa Suleimani kama nabii, wakati huu alikuwa anamiliki Suleiman majini, na ndio maana Mayahudi ukimtaja Suleimani kwa Mayahudi wanasema huyu si mtume, huyu alikuwa ni mchawi. Na ndio Qur'ani ikakataa, ikaja ikasema wattabi'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman wama kafara Suleiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra wama unzila ala al-malakain bi Babil Harut wa Marut wama yuallimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitnatun fala takfur. Qur'ani ikataka kumtakasa mtume Suleiman, sio mchawi.
bali Allah subhanahu wa ta'ala alimpa yeye kuwa nabii, mfalme, ama alimiliki binadamu, alimiliki majini, alimiliki ndege na pia vitu vyote, hata akawa anasikia hata lugha za wadudu wengine. Suleimani alikuwa hivi. Sasa paka ikawa kuna itikadi sasa ya watu wakawa wanaona, kwa sababu wakati wa Suleimani majini wanafahamu chochote katika mambo ya ghaib. Allah akataka kumfisha Suleimani mikatil ajiba, kifo cha ajabu. Allah anasema katika surati Sadiq kama sikosei, falamma qadayna alayhi al-maut ma dallahu ala mawti illa dabba ta'kul min sa'a. Falamma qadayna alayhi al-maut, wakati tulipopitisha amri yetu kwa Suleimani kufa, madalla, hakuna kilichomfahamisha Suleimani kwamba majini kwa Suleimani amekufa. Kabla hajakufa Suleimani alitoa amri, wengine wajenge mabirika, wengine watengeneza majumba, wengine kadha. Majini wakawa haufiki kwenye kiti chake kwa sababu walikuwa wanamuogopa. Sasa aliotoa amri hii, ala akamfisha. Amekufa hali ya kuwa ameegemeza, amechongewa bakora, ameegemeza hali ya kuwa amekaa ameegemeza hivi. Anawaangalia wakati wanaendelea kufanya kazi zao. Hawalali. Kuma tayari ameshakufa Suleimani. Madala ala mauti illa daba tatakul min sa'a. Falamma saqata harra ala al-ard. Tabayyanat al-jinn aw 'alimat mawtahu. Allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fi 'adhab al-alim. Kwa Suleimani aya zinaelezea majini kama ingelikuwa ni kweli, mnajua mambo ya kesho yanayokuja, msingekaa katika adhabu hii alimu. Aliotoa amri hii ameshakufa na tayari hamjui na mnaendelea na kazi. Kuonyesha Suleiman alikuwa yeye ni mfalme, anamiliki majini, anamiliki ndege, anamiliki madudu katika ardhi. Sasa Sanaa wapi? Sanaa Yemen. Sasa kwa kuna mfalme ambaye ni Balkis, naye akawa yuko kinyume na hicho. Kwa hiyo upepo sasa tuzungumzia kuhusu Suleiman. Kwa hiyo Suleiman akawa anahukumu sehemu nyingi. Ardhi allati barakna, ardhi ambayo tumeibarikia lila alamin, hiya ardhul baraka, ni ardhi Sham. Kama Allah alivyosema, wajalna bainahu wa baina alqura allati barakna fiha qura dhahira. Kutoka Yemen kuja katika ardhi hii ambayo tumezungumzia, ay barakna alayhi wa ala ishaq wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Hii yote kutoka hata pia waliokuwemo ndani ya ardhi pia wamebarikiwa vile vile, kwa mujibu tu kwamba wao wafuate dini alqawim, dini ya sawa sawa. Kwa hali hiyo sasa utaona neno baraka. Sasa tuje tuzungumzia baraka hasa inakusudiwa nini katika ardhi hii, na ardhi imebarikiwa. Baraka inakusudiwa kitu gani? Baraka je ni ipi? Je, muone neno baraka kwa mujibu wa Qur'ani, kwa sababu aya zimekuja zaidi ya aya 6 nazungumzia baraka. Sasa baraka ni nini? Imebarikiwa kitu gani, kwa upande gani, katika nahiyati madha, katika baraka na afia. Inshallah wal hadith baqiya. أقول قولي هذا وبالله التوفيق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك الدين، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. حق الصلاة. الله